Yes, bwana, mambo vipi mdau na rafiki yangu wa nguvu? Karibu sana kwenye channel hii. Kama kawaida, mimi ni Teacher Sharak na leo tuko kwenye peji ya RITA kuzingatia maswali ambayo wadau mbalimbali wamekuwa wakiniuliza kupitia mitandao yangu ya kijamii. Wengi wanatamani kujua gharama za malipo wakati wa kuomba vyeti vya kuzaliwa ama vyeti vya ndoa. Sasa nataka nikupitishe kwenye PDF hii ambayo ina kichwa cha habari kinachosomeka kama registration fee ama gharama ya vyeti vya RITA. Katika registration fee hii tutagusa vipengele viwili tu kwa sababu viko vipengele vingi. Tutagusa kipengele cha kwanza ambacho ni cha birth registration service price, gharama za vyeti vya kuzaliwa, lakini pili tutagusa katika kipengele cha cost of marriage registration service, gharama za vyeti ama usajili wa ndoa. Kwa tukianza na gharama za vyeti vya kuzaliwa, wale ambao mlikuwa mnajiuliza mara kwa mara, wanasema katika gharama zao unaanza na search fee. Hiyo ni gharama ya utafutaji, ambapo kama umefika kule kwenye vyeti ama unataka kutafutia cheti chako, gharama yake ni shilingi 3,000. Gharama ya pili ni registration of children under 10 years. Kwa mtoto ambaye yuko chini ya miaka 10 utalipia shilingi 8,000. Na gharama ya tatu ni registration of children above 10 years. Kwa mtoto ambaye amezidi miaka 10, gharama ni shilingi 20,000. Lakini kuna birth certificate correction, unataka kurekebisha cheti kina makosa somewhere, gharama yake ni shilingi 13,000. Na gharama nyingine ni obtaining a copy of lost certificate. Kama umepoteza cheti chako unataka kupata kopi ya cheti ambacho kimepotea, gharama ni shilingi 7,000. Namba 6 ni certificate verification. Wale ambao wanataka verification kwa ajili labda kwenda kuomba mkopo ama kwenda kwa matumizi mbalimbali, gharama yake ni shilingi 6,000. Na yote haya yanafanyika online ndani ya website ya RITA. Tuone kipengele cha pili ambacho ni cha gharama za masuala mazima ya ndoa. Gharama ya kwanza kabisa ni marriage certificate from the Registrar General. Hii ikiwa na tafsiri ya huduma ya kupata cheti cha kisheria cha ndoa. Gharama ni shilingi 40,000. Lakini certificate of subsisting marriage, hiyo ni cheti kinachoonyesha kuwa ndoa yako iko katika hali ya uhalali na haijavunjwa. Kinapohitajika cheti hiki, gharama yake huwa ni shilingi 40,000 pia. Cheti cha tatu ni certificate of marriage conducted outside the country. Kama umefunga ndoa ama cheti cha ndoa nje ya nchi ya Tanzania, hapa tunazungumzia ndoa za kigeni, gharama yake ni shilingi 200,000. Lakini kuna divorce certificate, mmeachana sasa mnataka cheti cha kuachana ama tunasema cheti cha talaka, gharama ni shilingi 40,000 pia. Namba 5 kuna divorce certificate issued outside the country. Gharama ya cheti cha talaka lakini nje ya Tanzania, gharama ni 200,000. License for marriage at a specific location. Unataka sasa leseni, tunasema ni leseni ya kuoa ama kuolewa au ruhusa ya kufanya sherehe ya ndoa mahali maalum. Kama unataka kufanya sherehe ya ndoa, ruhusa yake kutoka RITA, gharama ni shilingi 200,000 katika eneo maalum hapo. Namba 7 ni certificate of no impediment, ambapo hii inazungumzia cheti kinachothibitisha kuwa hakuna vikwazo vya kisheria katika ndoa yako. Mathalani imepelekwa mahakamani kwamba kuna shida katika ndoa yenu, sasa unataka cheti ama kithibitisho kinachoonyesha kwamba hakuna shida katika ndoa yenu, gharama ni shilingi 300,000. Namba 8 ni certificate of single status, letter of no marriage. Wale mabachela sasa, unataka uthibitisho kumweleza mtu kwamba mimi kweli sijaoa, cheti cha uthibitisho wa kuwa bachela, hujaoa ama hujaolewa, gharama ni shilingi 200,000. Sawa? Namba 9 ni verification of marriage or divorce certificate, ni cheti cha uthibitisho ama huduma ya kukagua na kuthibitisha uhalali wa cheti chako. Sawa, unataka kukithibitisha cheti cha ndoa ama cheti cha talaka, gharama ni shilingi 40,000. Search fee in the marriage divorce registrar. Umeenda sasa unataka kutafuta cheti chako kwa yule mtu ambaye ni mkaguzi wa vyeti,
Gharama ni shilingi 50,000. Namba 11 ni registration of amended marriage certificate to monogamies or polygamies. Hii inazungumzia marekebisho ya cheti cha ndoa yenye kuonyesha kama ndoa moja au zaidi ya moja. Wale ambao wanataka kujua, mkuja mtu anataka kukuoa, anakuambia nao wewe tu. Kwa hiyo unaweza ukaenda RITA kwenda kuthibitisha kwamba huyu jamaa ana ndoa ya mtu mmoja ama ana ndoa ya zaidi ya watu wawili, tunasema polygamies. Gharama yake ni shilingi 40,000. Amendment in marriage and divorce certificate. Unataka kurekebisha cheti chako cha ndoa ama cheti cha talaka. Anasema sasa fee for such amendment and registrar certificate itakuwa 40,000 au 50,000, inategemeana. Namba 13 ni marriage solemnization license. Hiyo ni ruhusa ya kusherehekea ndoa kisheria. Sasa unataka ruhusa ya kusherehekea ndoa kisheria. Unaelewa maana kisheria? Gharama yake ni shilingi 60,000. Namba 14, wale wadau wa third party. Tunasema ni urgent marriage. Ndoa za chap, ndoa za haraka haraka. Dakika 10 ndoa imekamilika. Gharama yake ni shilingi 200,000. Unataka kusajili ndoa ya haraka bila kusubiri muda mrefu. Gharama ndio hiyo. Namba 15 ni fee for permission to solemnize marriage at a specific location for the sick. Sasa unataka upate ruhusa ya kuoa ama kuolewa kwa wagonjwa mahali maalum. Mfano watu wako hospitalini wanataka wafungie ndoa hapo hapo kulingana na kwamba sheria inawataka wafunge ndoa lakini ni wagonjwa, ama tunasema kwa wagonjwa usioweza kuhudhuria ofisi ama ruhusa ya kufanya ndoa mahali pengine, wanataka wafanyie ndoa katika eneo maalum. Gharama yao ni shilingi 20,000 tu. 16 ni government marriage announcement. Hilo ni tangazo la ndoa kwa serikali. Ada ya kutangaza ndoa yako kwenye vyombo vya serikali, gharama yao ni shilingi 100,000 tu. Unataka ndoa yako iruke TBC, ndoa yako iruke ITV, lipia shilingi 100,000, kila kitu kinakuwa sawa. Na jambo cheti kingine ni certificate of marriage issued by district registrar and religious leader. Sasa gharama ya cheti cha ndoa kutoka kwa mwandishi wa wilaya ama viongozi wa dini, vile vyeti ambavyo tunapewa na viongozi wa dini, ama cheti kinachotolewa na maofisa wa serikali wa wilaya au viongozi wa dini, mashehe na mapadri, gharama yake ni shilingi 200,000. Kwa hiyo hizo ni gharama za vyeti mbalimbali vya ndoa, pamoja na nilivyoanza mwanzo, vyeti vya kuzaliwa. Vipo vipya vitu vingine vingi huku chini katika hii PDF, lakini kwa leo acha niishi hapo. Nadhani umeelewa vizuri. Yule ambaye uliniuliza swali, nataka kujua gharama halisi za masuala ya ndoa pamoja na masuala ya vyeti vya kuzaliwa, gharama ziko hivyo, na haya yote yanaweza kufanyika kupitia online ndani ya website ya RITA. Unafanyaje? Pitia video zangu za nyuma, nimeshaelekeza jinsi ya kuomba cheti cha kuzaliwa kupitia online RITA. Asante sana, endelea kusubscribe channel hii ili tuendelee kuwa pamoja katika video nyingi zinazofuata. Lamsik bin Noor.